Karibu JTDFX. Kwa mawasiliano zaidi utanicheki kwa namba ambazo zinaonekana hapo. Pia angalia kwenye description kuna link ya group la WhatsApp, utajoin kwa ajili ya motivation. Hilo ni public group. Leo nimekuletea video ambayo inahusu jinsi ya kuanza Forex. Hii video nitakuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kuweza kuanza biashara hii. Kwa hiyo naomba uweze kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hatua ya kwanza, ili uweze kuanza biashara ya Forex, inatakiwa uweze kumchagua Forex broker. Broker ni mtu kati ambaye anatuunganisha sisi trader na soko la dunia. Sasa hawa mabroker wapo wengi sana. Angalia video zangu zilizokwisha kupita namna ya kuweza kumchagua broker bora. Huyu broker anatupatia facility, anatupatia vitu vya kutuwezesha sisi kuweza kufanya trade zetu, ikiwemo tunafungua account ya Forex kwa huyu broker. Pia huyu broker anatuwezesha kuweza kuweka na kutoa pesa kwenye account zetu. Alafu pia broker anatupatia nyenzo za kutuwezesha kuweza kuchambua soko na kuweza kupata entry ya kutuwezesha kuweza kuingia sokoni. Ina maana broker ni mtu muhimu sana ili kuweza kufanya biashara hii ya Forex. Hatua ya pili, unatakiwa ufungue account, open and set your trading account. Inatakiwa ufungue account kwa broker. Ukishamchagua broker, inatakiwa sasa uanze kufungua account. Unafungua account kwa kuweza kujiandikisha majina yako kamili, sehemu ulipozaliwa, pamoja na taarifa zako za kiuchumi. Kisha verify hiyo account. Unatakiwa verify hiyo account. Pia unatakiwa uweze kuunganisha hiyo account yako na MetaTrader 5 app au MetaTrader 4 app. MetaTrader 5 na MetaTrader 4 hizi zinatusaidia kuweza kumanage trade zetu. Na maana baada ya kuweza kupress order, kuweza kubuy au kusell, ili uweze kupata wepesi wa kuweza kumanage trade yako, inatakiwa account yako uiunganishi na MetaTrader 5 au MetaTrader 4. Kwa hiyo ni hatua ya pili. Tuangalie hatua ya tatu. Hatua ya tatu inatakiwa nasema learn Forex basics. Inatakiwa uweze kujifunza misingi ya Forex. Lazima uweze kujua misingi ya Forex. Sasa hapa kwenye misingi ya Forex inatakiwa kuweza kuzijua strategy ndogo ndogo. Kwa mfano unatakiwa uweze kujua support and resistance. Support and resistance, soko huwa linaheshimu sana hii support and resistance, maana soko litatembea likikuta support then alitaendelea, then lita bounce na kurudi, likikuta resistance then lita pause na kuweza kurudi. Kwa hiyo soko linaheshimu vitu kama hivyo, level of support and resistance. Pia unatakiwa ujifunze indicator. Indicator huwa zinakuwa zinaonyesha kama soko linafanya reversal au linafanya continuation. Pia inatakiwa kuweza kujifunza chart pattern. Chart pattern, afu unatakiwa ujifunze pia candlestick pattern kama hammer. Uweze kuzijua, kukutana nazo hizi kwenye soko linakuwa hivi na hivi na hivi. Inatakiwa ujifunze mambo ya Fibonacci retracement. Kwa hizo ndizo basics za Forex. Sasa usipate shida, kwenye hii channel ya JTDFX nimeandaa vipindi kwa ajili ya beginner na ni bure. Pia ukihitaji usaidizi zaidi utanicheck, utalipia bando tu. Kwa hiyo hizi basics unaweza kujifunza hapa kwenye JTDFX. Nimeziwekea namba session 1, session 2, session 3, session 4 mpaka session ya 55. Kwa hiyo lazima uweze kujifunza basics za Forex. Hasa katika hizi basics za Forex, ina maana utakuwa una elimu ambayo ni basics. Utabidi utoke kwenye basics uje upgrade kwenda kwenye advanced. Ukishakuwa na psychology ya market utakuwa ni professional. Hatua ya 4,
Nasema develop a trading plan. Sasa baada ya kuweza kujifunza hiki na kile, inatakiwa uwe na trading plan, uwe na plan ili uweze kufanikiwa kwenye market. Sasa hii plan inahusisha strategy, njia ambayo umeshaichagua, inahusisha session. Session katika forex ni muda ambao forex inakuwa inafanyika, ni muda ambao soko fulani linakuwa lipo live kwa muda huo. Kwa hiyo unatakiwa uchague muda fulani wewe ndio ambao utakaokuwa unaweza kutrade. Kama unachagua London session, New York session, Sydney session au Tokyo session, alafu na utakopo una trade kwa kuweza kutumia maybe demand and supply. Lakini pia katika hii trading plan inahusisha pia risk management. Je, wewe utakopo una risk kiwango gani unapokuwa sokoni? Kwa hiyo lazima uwe na trading plan, lazima uwe na plan ili uweze kufanikiwa katika trading. Na hatua ya 5, choose your currency pair. Kama wewe una trade forex, inatakiwa uweze kuchagua zile currency pair. Sasa hizi currency pair, kwa ushauri wangu kutokana na experience ambayo ninayo, chagua major currency pair. Pia zipo minor currency pair na exotic. Sasa wewe chagua major currency pair kama USD JPY, Euro USD, GBP JPY, Euro JPY, pamoja na AUD USD. Kwa unaweza ukazichagua hizi 5 currency pair, then unakuwa una focus na hizo 5 currency pair ili kuweza kulizoea soko au kuwa family na market movement. Kwa make sure unachagua currency pair. Wengine hawajui wanataka nini. Pia kuna commodity kama kuna gold. Kama wewe unataka kutrade gold, make sure unajikita zaidi katika hizo commodities. Lakini ukiangalia gold inahitaji mtaji mkubwa, tusidanganyane, gold inahitaji mtaji mkubwa. Kwa hiyo kama utakopa una trade index au una trade stocks, make sure wewe unajikita kwenye kitu kimoja. Au kama una trade cryptocurrency, make sure unajikita katika kitu kimoja ili uweze kuwa family na hicho kitu. Sio mara leo una trade index, mara kesho una trade stocks, mara kesho una trade forex, una trade gold, yani unachanganya. Make sure unachagua financial instrument moja, alafu hiyo ndio ambayo unakuwa unakaa nayo. Alafu hatua ya 6, perform market analysis. Hatua ya 6 inatakiwa uweze kufanya uchambuzi wa soko. Soko huwa tunalichambua kwa njia mbili. Njia kwanza ni fundamental analysis na njia pili ni technical analysis. Make sure unalichambua soko kabla kuingia sokoni. Unatakiwa uweze kuepuka impulse trade. Impulse trade ni vile umefungua tu app yako ku trade MT5 au MT4, then unaenda ku place, unasema hapa ni place order ku buy au hapa ni place order ku sell. Hiyo tunaita ni impulse trade. Kwa make sure unafanya market analysis, unalichambua soko, then kama unasubiri kama likifika kwenye level ndipo wewe utakapoweza ku place order ya kubuy au uta place order ya kusell. Kwa hiyo make sure unafanya market analysis, uwe unachambua soko ili uweze kupata entry ambayo itakuwa ni profitable. Kwa hiyo make sure unafanya uchambuzi wa soko ya kinefu ili kukuwezesha kuweza kupata entry ambayo itakuwa ni nzuri na uweze kuwa profitable. Hatua ya 6, execute your trade. Baada ya kuweza kuchambua soko, kinachofuata ni nini? Kinachofuata ni kuweza kupress button ya kubuy au button ya kusell kulingana na uchambuzi wako wa soko. Unasema kwa wakati huo unataka kuweza kusell au unataka kuweza kubuy. Kwa hiyo hii ni hatua ya mwisho. Ukishajua zile njia za kuweza kutrade, kinachofuata ni kubonyeza button ya kubuy au button ya kusell kulingana na uchambuzi ambao umefanya. Na hatua ya 8 nasema monitor your trades.
Baada ya kuweza kuplace order yako ya kuweza kubuy au kusell, kinachofuata hatua ya 8 ni monitor your trades. Hii monitor your trades hapa inatakiwa uweze kuimanage ile trade yako, kuisimamia ile trade yako. Utaisimamia kwa kuweka stop loss, utaweka take profit, Kwa hiyo lazima uweze kuimanage ile trade yako. Utaweka stop loss, utaweka take profit, na sehemu ya kuweza kuweka take profit lazima pawe pana sababu. Kwa nini unaweka hapa take profit na hapa unaweka stop loss? Maybe labda kuna area of support, kuna area of resistance ulio pale patakuwa pana reversal. Kwa hiyo make sure una identify hivyo vitu. Afu hatua ya mwisho kabisa, learn from your trades. Inatakiwa uweze kujifunza kulingana na yale matokeo ambayo ulikuwa unayapata ulipokuwa ukitrade. Unapokuwa una trade, ukipata faida, fikiria kwa nini umepata hiyo faida, na ukipata hasara, fikiria kwa nini umepata hiyo hasara. Kwa hiyo hii hatua ya 9 nasema learn from your trades. Inatakiwa uweze kujifunza kutokana na trade zako ambazo unazifanya. Pia jambo la maana zaidi ni kujifunza kutokana na mistake ambazo umekuwa ukizifanya. Sasa mimi sina la zaidi, nikuombe tu uweze kusubscribe pamoja na kuachia like. Pia make sure unafuatilia vipindi vijavyo ili uweze kujua zaidi.